Baada ya stori nyingi kuzungumzwa kuhusiana na hatima ya Elie Mpanzu Kibisawala, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, hatimaye tetesi hizo zimezimwa jumla ya kwamba huenda angeweza kuondoka na kwenda kujiunga na timu nyingine, lakini Mpanzu hivi karibuni amesaini mkataba mwingine wa kuendelea kuwatumia wekundu wa Msimbazi Simba kwa miaka miwili, jambo ambalo linawahakikishia sasa mashabiki, wapenzi, wanachama wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wataendelea kuwa na huyu mwamba, huyu mchezaji mwenye kipaji cha hali ya juu, miongoni mwa viungo wa ushambuliaji ambao akiwa kwenye kiwango chake bora huleta madhara makubwa kwa wapinzani, huleta furaha kwa wanasimba. Mpanzu mwanzoni mwa msimu huu mpaka sasa amekuwa miongoni mwa nyota muhimu chini ya kocha Steve Becker kwa namna ambavyo amekuwa akicheza kutoka katika eneo la katikati ya mstari wa uwanja kwenda kushambulia kwa wapinzani, namna anavyopokea mipira, kupiga chenga, kasi, kupiga mashuti na pia kutoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake ni miongoni mwa silaha za Elie Mpanzu Kibisawala. Ni mpambanaji haswa. Sasa Mpanzu kwa kiwango chake, namna anavyofahamika, wakicheza Simba katika mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu mshambuliaji kinara mmoja, Mpanzu huwa anacheza katika hao watatu. Mara nyingi akionekana anatokea upande wa kushoto, guu lake lenye nguvu zaidi la kulia huwa anaingia ndani akipata fursa ya kupiga mashuti. Lakini wakati mwingine anatokea kulia kama orthodox winger akitoka upande ambao ndipo guu lake lenye nguvu zaidi lilipo. Lakini Mpanzu sifa yake kuu ambayo huwatia hofu wapinzani ni juu ya namna anavyofyatua makombora kuelekea kwa wapinzani. Lakini wakati mwingine kocha Steve Becker hivi karibuni amekuwa pia akitumia baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, anakuwa na mshambuliaji kinara bandia, tunasema false nine. Mpanzu anakuwa miongoni mwa hawa washambuliaji watatu akitoka katika eneo la kati kama false nine. Ndio alipata kucheza kwenye nafasi hiyo hivi karibuni wakati Selemani Mwalimu akitumikia adhabu ya kukosa michezo mitatu, huku Simba ikikosa mshambuliaji mzoefu wanaye Baraka Mwangosi, lakini kocha Steve Becker alikuwa akitumia mfumo huu wa kuwa na false nine, wakati mwingine akimtumia Ino Jospin Loemba. Mpanzu anashirikiana na kina Aniset Ura kutoka upande wa kushoto, wakati yeye akicheza kati kama mshambuliaji bandia, anashirikiana na Libase Geye, lakini wakati mwingine anashirikiana na wote hawa yeye akitokea pembeni. Yupo Ino Jospin Loemba, yupo Cletus Chota Chama, huku unakuta kina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, kuifanya Simba iwe tishio mno kutoka eneo la kati mwa mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani, huku Mpanzu akiwepo uwanjani mgongoni nambari 34, Elie Mpanzu Kibisawala. Sasa mwanzoni katika baadhi ya mechi kwenye ligi kuu Tanzania bara na mechi nyinginezo, Mpanzu alikuwa anaonekana kana kwamba haonekani kuwa ndiye yule Mpanzu wanamfahamu wana Simba, wanamfahamu mashabiki wengi wa mpira wa miguu nchini. Tangu atue katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba akitokea Kongo, Mpanzu amekuwa kwenye kiwango bora sana, lakini kwenye baadhi ya mechi alikuwa anaonekana kana kwamba sio Mpanzu yule. Mashabiki wakawa wakiingiwa hofu kwamba ameporomoka kiwango, lakini kumbe nyuma ya pazia alikuwa akikabiliwa na matatizo binafsi ya kifamilia. Ndio baadaye ilikuja kufahamika kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe kwamba wao wanafahamu Mpanzu kinachomsumbua ni matatizo ya kifamilia. Miongoni mwa matatizo hayo alikuwa ni kufiwa. Matokeo yake ikaje kufahamika kwamba kumbe Mpanzu anajitahidi sana walau kwa kile anachokionyesha uwanjani kutokana na kile kilichokuwa kikimkabili. Uthibitisho juu ya mapambano yake juu ya kuifia timu ya wekundu wa Msimbazi Simba waajiri wake ni kwamba kwenye mechi 14 ambazo ameshacheza Simba mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, Mpanzu amecheza mechi 13 akikosa mechi moja tu. Mpanzu amecheza kwa dakika 627, kwa maana nyingine kati ya dakika 1260 zilizotokanazo na mechi 14 walizocheza, maana 90 mara 14, mechi moja ni dakika 90. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ndipo unapata dakika hizi 1260. Ukiweka vizuri hapa unaona ushiriki wake ni around 50% katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kwa maana ya dakika za kuwapo uwanjani. Kwenye appearance amekosa mechi moja tu. Sasa kwenye dakika hizi pamoja na Mpanzu kuonekana katika baadhi ya mechi akipitia kipindi kigumu, lakini bado amekuwa miongoni mwa nyota muhimu kikosini, kiasi ya kwamba waweza kujiuliza, je, Mpanzu akishakuwa katika kiwango chake bora, hali itakuwaje kwa wapinzani wa Simba kwenye mechi mbalimbali wanazocheza ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine?
Ndiyo maana baada ya Simba kufanya usajili wakati wa dirisha dogo, kuwapa kwa kina Libase Geye, Jospin Loemba, Cletus Chota Chama, Anise Ura, Nixon Kibabage, golikipa Jibo, mabeki Ishmael Olivier Toure, Simba imekuwa tishio zaidi hivi sasa, ikicheza kwa kuelewana zaidi, ikiwa na watu tishio katika eneo la pili la uwanja. Sasa Mpanzu akiwa hajafikia kile kiwango chake kinachofahamika, lakini bado mpaka sasa kwa dakika hizi 627 kati ya dakika 1260 ushiriki wake wa dakika takriban 50% tu uwanjani, tayari ameshapiga mashuti, tusema shots 21, kati ya hayo 8 amelenga shabaha, halafu Mpanzu amefunga mabao mawili akiwa kwenye kiwango chenye kutia shaka kulinganisha na kiwango chake kinachofahamika. Bado amefunga mabao mawili, ametoa assist 5, akichangia mabao 7 kati ya mabao 24 ambayo Simba ameshafunga mpaka sasa. Ndugu mtazamaji, inafahamika kwamba Simba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara hivi sasa wako nafasi ya pili. Vinara ni watani zao wa jadi Yanga wenye pointi 38. Simba licha kwamba wamecheza mechi 14, vinara Yanga wamecheza mechi 16, Simba wakiwa na viporo mechi 2, lakini wana pointi 31. Mabao Simba wamefunga 24, wameruhusu mabao 6. Mabao 24 yamewafanya ndio timu ya pili kufunga mabao mengi, ingawa imecheza mechi chache kulinganisha na vinara wa ligi Yanga, kulinganisha na timu inayoshika nafasi ya 3 Azam FC ambayo imecheza mechi kama Yanga kwa idadi mechi 16, inashika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 29. Simba na pointi 31. Simba wa pili kwa kufunga mabao mengi, Simba wa tatu kwa kuruhusu mabao machache, yani kwa kuona ukuta imara, kwa sababu Yanga wameruhusu mabao 3, ndio timu yenye ukuta imara zaidi, wakifuatiwa na Azam walioruhusu mabao 4, Simba wameruhusu mabao 6. Sasa kwenye mabao 24 Mpanzu ameshiriki mabao 7, ukiweka mchango katika asilimia goals contribution za Mpanzu ni 7 kati ya mabao 24, ukizidisha kwa 100 utapata around asilimia 29. Mpanzu huyu ambaye hajawa kwenye kiwango chake bora kulinganisha na kile kiwango chake kinachofahamika akiwa fiti, lakini bado ameshachangia asilimia 29 ya mabao yote ya Simba. Mpanzu yadhihirisha wazi kwamba yuko vizuri, na tena timu inapopoteza mpira katika majukumu yale ya kiulinzi, wanapokuwa defensive baada ya kupoteza mpira, Mpanzu ni miongoni mwa wale wanafahamika kwamba ni mpambanaji haswa, hurudi nyuma kushirikiana na walinzi wao, viungo wao ukabaji, kuhakikisha wanapigania mpira na kurejesha kwenye himaya ya timu yao ya Simba. Mpanzu huyu amesaini mkataba wa miaka 2, akionekana kwenye picha hapo, tabasamu na bashasha vimejaa, akiwa na rais wa heshima wa klabu hiyo kwa maana Mo Dewji, mwenyekiti wa bodi anaonekana hapo kwa maana Crescentius Magori, na viongozi wa Simba kwa ujumla. Ni kwamba kumuunga kwao mkono kwa kumpa mkataba mwingine wa miaka 2 Mpanzu kwa muonekano huo wa bashasha tele, ni dhahiri kwamba wapinzani wa Simba kwenye mechi mbalimbali zinazowakabili kwa msimu wa 2025-26 wajipange haswa, kwa sababu sasa mechi zikirejea kwa mfano za ligi kuu Tanzania bara wanakwenda kucheza dhidi ya Azam. Mpanzu huyu wa kutabasamu bila shaka ni wa kuchungwa zaidi na mabeki wa Azam, mabeki wa timu nyingine zote tutakazokumbana na Simba katika kukamilisha msimu wa 2025-2026. Swali ni kwamba je, Mpanzu baada ya kusaini mkataba mwingine huo wa miaka 2 baada ya yeye na timu yake kukubaliana na management ya Simba katika dili hilo, ni kwa kiasi gani ataongeza makali yake kutoka pale ambapo ameshaonyesha mpaka sasa katika msimu huu ambao baadhi ya mashabiki kwa wanavyomfahamu Mpanzu wanaona bado hajafikia pale wanapomfahamu, ama ataongeza zaidi kwa ajili ya kuiwezesha Simba chini ya kocha Steve Becker kutimiza mipango yake kwa msimu huu? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.